na adhana ambayo inamzuia mtu na kula na kunywa na vyote vyenye kufunguza ni ile adhana ya pili. Lakini suala la msingi ni kutazamwa, je, adhana hii imetoka katika wakati wa kuingia alfajiri ya pili? Manake wako baadhi ya watu wanaiwaisha adhana hii wakaiadhini katika muda ambao sio muda wake. Kwa hivyo haitokuwa kizuizi ikiwa imeadhiniwa katika muda ambao sio muda wake, bali ikiadhiniwa katika muda ambao ndio muda wake, baada tulu'i alfajiri thani, baada ya kuchomoza alfajiri ya pili, basi wakati huo utakuwa ndio wakati wa al-imsaku 'anil muftirat, kujizuia kutokana na vyenye kufunguza. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, wa qauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam, inna bilalan yuadhinu bilailin, hakika Bilal ibn Rabah yuadhinu bilailin, anaadhini katika wakati wa usiku, wakati ambao bado haijaingia alfajiri ya pili. Kwa hivyo adhana ya Bilali kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni adhana wakati wa alfajiri ya kwanza. Kisha mtume akasema, fakulu washrabu, kuleni na kunyweni. Fakulu washrabu, kuleni na kunyweni, hatta yuadhina ibn ummi maktum, mpaka atakapoadhini ibn ummi maktum. Manake ule muda ambao ibn ummi maktum ataadhini, basi hiyo ni ishara ya wazi kuwa alfajru thani, alfajiri ya pili tayari imeshaingia. Kwa hivyo ikiwa adhana itaadhiniwa wakati wa alfajiri ya pili, basi hiyo ni ishara ya wazi kuwa tayari umeingia wakati wa kujizuia kutokana na vile vyenye kufunguza. Fabnu ummi maktum, huyu ibn ummi maktum as-sahabi al-jalil radiyallahu ta'ala anhu, kana yuadhinu adhana alfajiri thani, alikuwa kiadhini adhana ya alfajiri ya pili. Ibn ummi maktum kana yuadhinu adhana alfajiri thani, alikuwa akiadhini adhana ya alfajiri ya pili. Wa alayhi, na juu yake haya tuliyoyatazama, fala yasihhu al'amalu bil imsakiyat almawjuda, hivyo haisihi kufanyia kazi vile ambavyo ni al-imsakiyat al-mawjuda,